Taasisi ya dawa ya Marekani imeidhinisha dawa mpya ya virusi vya ukimwi. Dawa hiyo inafanya kazi kwa muda mrefu, inafahamika kwa jina la Lenacapavir. Inahitaji tu kutumika mara moja kila baada ya miezi 6, na mwenyekiti wa ugunduzi wake anafahamika kwa jina la Daniel O'Day amesema uamuzi wa uongozi wa taasisi ya chakula na dawa wa kihistoria katika mapambano dhidi ya VVU. Idhini hiyo inakuja huku utawala wa Rais Donald Trump ukipunguza kufadhili mipango ya kiafya ya kimataifa ambayo ingesambaza dawa ya Lenacapavir katika nchi zenye kipato cha chini zaidi. Lenacapavir inayouzwa kupitia chapa ya Yezdugo imeonyesha kupunguza hatari ya maambukizi ya virusi vya ukimwi kwa zaidi ya 99.9% kwa watu wazima na vijana, hadi inayofanya utendaji wake wa kazi kuwa sawa na chanjo zingine ambazo ziko na nguvu zaidi ulimwenguni. Uwezo wa dawa hiyo ulifanyiwa majaribio makubwa mara mbili. Ya kwanza ilihusisha zaidi ya wanawake 2,000 barani Afrika, hasa eneo la kusini mwa jangwa la Sahara. Ilisababisha kupungua kwa maambukizi kwa 100% na ilionyesha ubora zaidi ya kidonge cha kila siku cha Truvada. Katika jaribio la pili lililohusisha zaidi ya wanaume 2,000 na watu wa jinsia tofauti, ni maambukizo mawili tu yalirekodiwa, kiwango cha kinga cha 99.9%, tena kuzidi ile ya Truvada. Bana, hii ni habari mzuri kwa watu ambao wanahitaji kinga, lakini changamoto kubwa ambayo inakuja, hizi dawa sasa hivi itabidi uzinunue kwa gharama yako wewe mwenyewe. Sasa bei rasmi haijawekwa sokoni ni kiwango gani, lakini tutaendelea kufuatilia na tutakuletea kiwango sahihi cha hii dawa itakuwa inauzwa kwa kiasi gani, ili kama nao utaweza kuhitaji kupata kinga mwilini mwako, basi utaenda kujizolea pale dawa ya ukimwi haraka iwezekanavyo.